unalinda ndoa yako na ipiganie isivunjike. Sema ameni kubwa kabisa. Mume wako kila akirudi baada ya kumpokea mkoba, unapokea simu kwanza, anasema niangalie sije kawa kichenchele kimepita na mume wangu. Unapolinda ndoa yako, linda na moyo wako. Haleluya, haleluya. Moyo unalindwa kwa ibada, moyo unalindwa kwa matendo mema. Haleluya. Sema ameni kubwa kabisa. Sema ameni kubwa kabisa. Moyo ndio sehemu ya siri. Sehemu ya siri, mnaambia sehemu ya siri ni sehemu ya haja ndogo. Hiyo ndo sehemu ya siri. Hiyo sio sehemu ya siri. Sehemu ya siri una maeksi zaidi ya 9 na wote wamepita hapo. Pana siri gani? Haleluya, haleluya. Kuna majamaa zaidi ya 10 wamepita hapo na wameondoka. Kuna siri gani hapo? Haleluya, haleluya. Linda moyo. Sema ameni kubwa kabisa. Mwambie jirani yako jitunze. Mwambie tena jirani jitunze. Haleluya, haleluya. Huo sio ubwabwa kila mtu awe anaonja. Wewe kila mtu akikutumia vocha tayari, akikutumia na kusuka tayari. Sema ameni kubwa kabisa. Na usichokijua kuhusu wanaume, wanaume wana tabia kuambizana. Yaani wanaume wanakaaga vikao. Leo nampa huyu na unamwambia usiseme, iwe siri yako mimi na wewe. Hilo limeisha, hilo limeisha. Baadaye anaenda kwa washikaji zake kijiweni. Bana yule demu nimepiga, hamna kitu pale. Haleluya. Ndio unapita wewe umebeba kakikopo kako, naenda kununua mafuta, wanajifanya kama walio chochote. Sema amen. Wanaambia pale hamna kitu, pale hamna kitu. Kwa sababu gani? Hujajitunza. Sema amen kubwa kabisa. Kuolewa sio mpaka mwanaume umvulie chupi. Mwanaume akikupenda, hata kama hawezi kulala na wewe, atakwambia mimi siwezi nikakugusa mpaka kwanza nikuoe. Na wewe onyesha msimamo, huwezi kulala na mimi mpaka unioe. Kama huwezi sharti langu hilo, bora tuachane, bora tuachane. Ukishafanya hivyo, mwanaume anaona Yesu ni wife material, ana msimamo huyu. Sema amen kubwa. Amekurubuni na 2,000, 3,000, 5,000, umeshaloa na wewe. Anambia huyu ndio mwenyewe huyu. Mapenzi lazima mlale kwanza. Haleluya. Tangu alipolala naye mara ya kwanza, ya pili amekublock kwa kutaki tena. Unajiuliza mna shida gani na kasoro gani? Haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Mwanamke ni lazima ujiheshimu. Ni lazima ujitunze. Lazima ujilinde. Saizi unajua imekuwa ni fashion sana mwanamke kutembea na wanaume 5, 6 kwenye maisha yake. Yaani anachukulia kawaida, nimetembea na wanaume wadogo 6, 7 kapita nao na anaona kawaida. Sema amen. Nikisema nimuulize moja moja hapa, tangu walianzaga wangapi wamepita hapo, mpaka jioni atakuhesabia. Yuko wa darasa la 2, yuko wa darasa la 6. Yaani hapo ni shule ya msingi, bado sekondari. Sema amen. Yaani mpaka kaja kuingia kwenye ndoa katulia. Risiti. Yaani kama ni risiti ile inayotoa kadi za kulipia. Yaani mpaka kale kajamaa kanajaa. Sema amen. Sema amen na mbingu zisikie. Utakatifu ni kuikimbia zinaa. Zinaa sasa imekuwa jambo la kawaida sana. Yaani mtu mmoja kuwa na mabinti 5, kuwa na vijana 6 ni kawaida. Ana libaba lake ndani, lakini ana viserengeti boy 2, 3 mtaani. Sema amen. Huyu bana, huyu anilizishi, huyu ana maajabu, huyu anatafuta kiserengeti boy huko nje. Sema hichi hapa, hichi ndio chenyewe hichi.
Sema amen kubwa kabisa. Na kuombea umbuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema nimekuombea umbuke, ubaki njia kuu. Haleluya, haleluya. Amina. Kama kulizishi, si umwambie tu bana, mimi hapa sisi. Hebu mume wangu jitahidi, hichi kitambi kipungue hichi. Kuna namna tukiwa tunapiga mechi mambo hayaende vizuri. Sio namwambia ni wakwako. Kuliko kugugumia moyoni unaenda kukitafuta kijana chenye ma six pack huko. Sema unavunja ndoa yako wewe mwenyewe. Sema amen kubwa kabisa. Hata kama ukiniangalia kama unapaa, lazima nikwambie ukweli. Yaani kuna watu hapa ni kama umenishikia maana jiwe lingekuwa karibu hapa, ningemtungwa nalo pale na amefumba macho. Nilipo na shabaha. Jipu lazima litumbuliwe. Baki njia kuu. Huyo uliye naye hata kama ni kitambi ni wa kwako. Hata kama ni tipwatipwa ni wa kwako. Leivani akawaambia tipwatipwa tetema, hayo ndio anatetemaga vizuri hayo. Mwende naye hivyo hivyo, ni wa kwako. Na achilia upako wa mafanikio kwenye hiyo ndoa yako kwa jina la Yesu. Sema amen kubwa kabisa. Heshima ya mwanamke ni kutulia na mwanaume mmoja. Heshima ya mwanamke, tulia na mwanaume mmoja. Hata kama ana, tulia naye huyo huyo. Hata kama amekosa, tulia naye huyo huyo. Hiyo ndio heshima. Kutana na mabinti wale watoto 2000 sasa. Sufuria aliwezi kukaa kwenye mafiga mawili. Figa moja aliwezi kupika vyote vikaiva. Lazima uwe na mafiga matatu. Sema amen kubwa. Sema amen na mbingu. Amina. Sema amen na Yesu akubariki. Amina. Ndoa ukitaka kuolewa sio mpaka umvulie mwanaume nguo zako. Lazima ubaki kwenye utakatifu. Mwingine ukifika muda sasa ndo anaenda kutafuta, anavaa vimini visuruali vinambana, maungo yote yanamchola, makalio yanamchola, yaani mwili mzima kila kitu kinaonekana. Haleluya, haleluya. Anasema ni muda wangu mimi, nataka kuolewa. Unataka kuolewa ndo unavaa vimini vipedo sijui vimini. Kitu ambacho natakiwa ukielewe, ukivaa vibaya mwanaume akuoni kama mke, anakuona sehemu ya kupita. Mwanaume anataka awe na mwanamke anayevaa kwa stara. Haleluya, haleluya. Mume wako yupo, wewe vaa tu kwa heshima. Hata kama umevaa madela linguo fulani hivi ligauni libwanga, mume wako atakuona umo kwenye bwanga lako, atakuja atakuoa. Atakuja umo kwenye linguo lako likubwa, atakuoa. Haleluya, haleluya. Sema amen na Yesu akubariki. Sema amen na mbingu zimesikia. Ni lazima ujifunze kujitunza na kujiheshimu. Usijenge mazoea kulala na kila mwanaume kwenye maisha yako, unajiongezea laana. Unapolala na mwanaume, kila mtu ana maroho yake. Mwingine ana maroho ya umaskini, yanaingia ndani yako. Mwingine ana maroho ya madeni, yanaingia ndani yako. Mwingine ana maroho ya magonjwa, yanaingia ndani yako. Manake anapoachia zile spams ndani yako, ni maroho unayabeba moja kwa moja. Sasa umelala na wanaume wangapi? Ndio hapo sasa ukiangalia hata maisha yako kuna wakati hayana mwelekeo, kumbe laana ni ya yule ulipokuwa na miaka 14 ulipolalaga naye kule Mapagalani kule mlikuwa mnacheza kombolela. Ulipolala naye tu akaacha, yule ana laana ya umaskini. Sema amen kubwa kabisa. Lakini ukijitunza, ukiishi maisha matakatifu, elewa kabisa kuna namna baraka na mafanikio zinakuwa juu ya maisha yako. Nimekuombea Yesu akutakase kwa sababu ulikuwa ujui utendayo kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kuanzia leo umeshajua ole wako utoke na ujaribu, na achilia upako wa kuumbuka kwa jina la Yesu. Nasema ukaumbuke. Imefika hatua lazima ndoa na iheshimiwe.
Ulikuwa unaikimbilia ndoa ya nini kama unajijua uwezi kutulia na mwanaume mmoja? Au mimi nataka kuolewa. Unataka kuolewa alafu huwezi kutulia na mwanaume mmoja wewe. Una wanaume zaidi ya 5 na vyote vijuani, na unaikataa simu ya smartphone kwa sababu unajua na mambo mengi. Unalilia kiswaswadu kama cha Neema, unasema hichi hapa, hichi ndo chenyewe, hakina mambo mengi hichi. Akitunzi ushahidi, ukifuta message kila kitu kinafutika. Hasa hili simu ni kubwa, ukifuta kuna mali vinabaki, vinaishi mpaka siku 30 ndio kitakuwa itaniumbua hivi. Sema ni kubwa. Unapoikimbilia ndoa, kubali kuishi na huyo mmoja. Huyo ndio wakufa na kuzikana. Sasa unasema mimi nataka ndoa, alafu bado unajijua uweze kutulia. Umekubali kukaa kwenye ndoa, umekubali kukaa na huyo mwanaume, umekubali kukaa na huyo mwanamke, tulia. Haleluya, haleluya. Sema amen na mbingu zikasikia. Ndio kwani anahubiri haya mambo ya wakubwa, kuna mtoto hapa. Haleluya. Hii Biblia hii haijaficha chochote. Mimi nahubiri Biblia hapa. Haleluya, haleluya. Hii Biblia haijaficha nini? Kila kitu Bible hii imeongea. Kila kitu imeongea na imeweka wazi, na kila mtu anaruhusiwa kuisoma. Sema amen. Tukisema tuyaficha haya mambo, ndio yanayowatesa watu wengi, ndio yanayofanya watu wengi hawasimami. Haleluya, haleluya. Hao wote ulionao achana nao, baki na mmoja. Mwambie jirani, michepuko sio dini. Ambia tena jirani yako, michepuko sio dini. Na iachilia roho ya kumbuka iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Yaani mimi hilo leo utanichukia. Upako wangu utaupokea, uponyaji na ufungulivu. Ila hilo eneo la zinaa ni moto. Haleluya, haleluya. Zinaa inateketeza nyota yako, inateketeza maisha yako, inateketeza hatima ya maisha. Haleluya. Usichukulie tu kawaida. Ukifika muda unataka kuolewa, ingia kwenye maombi, piga goti, mwambie Mungu, ninaomba niletee mume aliye wa agano langu, niletee mume aliye wa ubavu wangu. Haleluya, haleluya. Akikuletea huyo, ukae naye huyo mpaka kufa na kuzikana. Utatembea na wangapi? Sema amen kubwa kabisa. Amen. Sema amen na mbingu zikasikia. Amen. Ndio mpaka leo unaishi una hata amani. Ulipomruhusu yule bodaboda alipolala na wewe, bodaboda akaenda kumwadisia mwenzake huko, alipomwadisia akakufuata, akamwambia yeye, ushahidi wote ninao, yule ni mshikaji wangu, na ulipolala naye alikuwa anakuchukua video ninazo, usiponipa na mimi nitasema kwa mume wangu. Sasa unajua video hizi hapa, nampa mume wako uone, aone machafu yako. Basi nakupa wewe tu, usiseme. Unampa naye anampasia mwingine hizo video zako, anakuja naye, wewe ninazo hapa. Ndio kuna ule mwingine yeye alianzaga kukupenda tangu utotoni, ulikuwa unamkatalia, amepata hizo video na kwa usiponipa tu kwa mume wako. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na mbingu. Umegeuka kituo cha daladala, yani mtaa mzima unanuka. Kwa sababu gani? One mistake, one go. Tulia na mume wako. Haleluya, haleluya. Tulia naye, huyo ni wa kwako. Haleluya. Nimekuombea roho ya utulivu, utulie kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Mungu akuletee ndoa iliyo sahihi na utulie. Sema amen. Unapotaka ndoa, kubali kuwa na mtu mmoja. Mambo ya kuweka akiba wengine, sijui unasema hao hapa half time wataingia kipindi cha pili, hakuna hiyo. Ndoa ni ya watu wawili, sio watu watatu. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Huwezi kusema uko kwenye ndoa alafu uheshimu una michepuko. Maanake hiyo ndoa inakuwa sio ndoa tena na haiwezi kuheshimika.
Sema ameni na mbingu. Sema ameni na Yesu akubariki. Sema ameni na wachawi wapate shida. Mwambie jirani yako tulia, na ulionao wote ukawatoe. Mwambie, mkazie macho, simuoni aibu, mwambie wafute. Mwambie jirani yako wafute, ubaki na mtu mmoja. Sema ameni kubwa kabisa. Sema ameni na mbingu zote. Huwezi kuniambia eti tuna mahusiano alafu unasema mimi na mahusiano alafu baba yako wa kiroho hayajui hayo mahusiano. Una mchumba, mlete kwa baba yako wa kiroho, mtambulishe. Baba, mimi na mchumba anaitwa Steven Gerald Mwarubarire, nakuletea, mweke kwenye maombi, uniambie kama anafaa. Sasa mwenyewe unaogopa kuniletea kwa sababu unajua listi ulionayo. Unaye anayenunua kijola hapo, unaye anayekutumia vocha ya kuperuzi, kuna anayekutumia hela ya kusukia, kuna anayekununulia kiswaswaju, kuna anayekutumia hela ya chipsi kuku, na wote hao wanapotuma nakwambia uje loji fulani uje uchukue hela yako. Mimi situmi kwenye simu. Sema amen. Unataka njoo guest fulani uje uchukue hela yako, siwezi nikakutumia. Sema amen. Haleluya, haleluya. Sema amen na Yesu akubariki. Umebaki kopo, hauna nyota tena. Nyota zote zimeibiwa, hauna nyota ya mafanikio tena. Wameiba, wameondoka nayo. Hauna nyota ya kumiliki, wameiba, wameondoka nayo, kwa sababu haujajitunza. Haleluya, haleluya. Lakini ukijitunza, Mungu anakuletea mtu aliyo sahihi. Ndio umefika muda sasa, umetumika zaidi ya watu 50 wamepita hapo, ndo nasema Mungu niletee aliyejitunza, aliyetulia. Wewe ulitulia? Sema amen kubwa. Mungu nisaidie, niletee mwanaume bikira ambaye hajui kabisa wanaume. Mwenzetu na sisi sasa vipi? Sema amen kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Mungu anasema atakupa wa kufanana naye. Kama unaweza kuchiti, atakupa kufanana naye. Kama unaweza kuchepuka, atakupa kufanana naye. Ukitulia, atakupa aliyetulia. Ukiwa mjanja mjanja, atakupa mjanja mjanja. Tulia, baki njia kuu, na Yesu akubariki wewe. Nasema tulia, baki njia kuu, Mungu akuletee mtu aliye bora. Haleluya, haleluya. Haiwezekani unasema unatafuta mume na bado unazurura hatari. Wanaume zaidi ya 5 na wote wanapitaga hapo. Haleluya, haleluya. Yaani wewe hauna time kwa wiki, wewe yaani wanaume 3 4 wamelala na wewe kwa wiki moja. Amna sana, umetulia wiki 2, yaani umepita mara 5 mara 6. Hata ni tofauti tofauti. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Ndio hapo sasa bana, unajua wanaume huyu nilie naye atakulizisheje? Umepita na wanaume zaidi ya 7 10, kila mtu alikuwaga na staili yake. Haleluya, haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Na wanaume wametofauti, wengine na maumbile makubwa, wengine maumbile madogo. Sasa wote wewe umepita nao, alafu mwisho sasa unataka ndoa, umepata mwanaume ambaye yeye umbile lake dogo, unalalamika huyu anilizishi huyu, kwa sababu ujanja ulianza muda. Hayo mambo usingekuwa unayajua, ungemuona huyu anakufaa, ungemuona huyu ndio mwenyewe. Lakini umepita hapa na pale, umerukaruka kama panzi, unaanza kumkosoa mwanaume wako. Sema amen kubwa kabisa. Sema amen na Yesu akubariki. Ambia jirani yako tulia na mmoja. Huyo uliye naye ndio huyo. Ndio hapo sasa umempata na maumbile madogo madogo, namwambia unajua saizi naonaga mitandaoni kuna madawa yanauza kunenepesha, tunenepeshe kidogo. Kwa nini wewe tusikuletee madawa upunguze kidogo sasa? Haleluya, haleluya. Sio kama wewe ndio unywe madawa ili papungue sasa.
Leo tunatumbua majipu hapa, tuachi chochote. Sema ameni kubwa kabisa. Sema ameni na Yesu akubariki. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Tunapoongelea habari ya mahusiano, ni kuhusiana na mwanaume mmoja, ni kuhusiana na mwanamke mmoja. Hauwezi kuwa na mahusiano na wanaume 5, huwezi kuwa na mahusiano na wanaume 10. Hayo sio mahusiano. Haleluya, haleluya. Sema ameni kubwa kabisa. Ninakuombea Yesu achilie neema juu ya maisha yako, achilie neema, kutakase na akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ambia jirani yako, tulia, michepuko sio dili. Sema ameni kubwa kabisa. Naambia ni kitu cha kweli. Haya mambo tukisema tuwe tunayaficha, mambo ya zinaa, asilimia kubwa watu wanazaliwaga nayo automatic. Mambo ya mapenzi watu wanazaliwa nayo automatic. Ngoja nikwambie, wewe nani mama yako si alikufundisha kupika, alikufundisha kufua, alikufundisha kuosha vyombo, lakini kuna kitu kimoja hakukufundisha. Moja kwa moja hicho kilikuwaga ndani yako. Sema amen. Hakukufundisha kulala na mwanaume. Hata alipokuja mtu kukuchumbia, wazazi wakukukaa na wewe, sijui uwe unalala hivi na mwanaume, hawakukufundisha. Walijua hivyo vitu ni automatic, viko ndani yako. Haleluya, haleluya. Hivyo vitu vinakuwa kwenye damu. Ndio maana unaweza kukuta vitoto vingine vidogo vina miaka 6, 7, unakuta vinalalana. Vidogo kabisa vinalalana. Na hawajai kuona watu wazima wakilalana. Kenya automatic katoto ka kiume kanalala juu ya mwanamke. Kuna mtu aliyofundisha? Haleluya, haleluya. Ni roho inakuwa ndani ya mwanadamu automatic. Sema ameni kubwa. Sema ameni na mbingu zimesikia. Sema ameni na Yesu akubariki. Na ndio maana hata leo ukimuuliza mama, zamani watoto tuliokuwa wadadisi tulikuwa na hivi, mama mimi ulinitoaga wapi? Ukimuuliza mamako hilo swali, uko mdogo anakwambia wewe, nakumbuka mama zetu kama tunaenda kwenye mawe huko mtoni, kuna mawe tunaenda tunafungua ile mawe ndo tunawachukua, mnakuwa watoto wewe. Sema ameni kubwa. Hawaongei ukweli wowote, wanajua ukikua ni automatic tu utakuwa. Haleluya, haleluya. Alafu hapo nataka tukufumbie macho na michepuko zaidi ya 10. Ndio maana najua uniletee mchumba wako nitambulishe baba na mchumba wako zaidi ya 5. Amen kubwa. Ndio hapo naogopa. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.